Kamkubwa, achana nao, njoo tondoke huko. Vipi? Kwani kuna shida gani? Swali mwanangu, nipeleke Bugumu mara moja mwanangu. Kalia chuma. Wanagombania. Kalia chuma tondoke. Mapepe kama yote. Hakika wewe ndugu yangu unadharau sana wewe. Haiwezekani mimi mwanangu abiria namfuata kule kote, alafu wewe nawe unaleta mpikipiki wako. Kulikuwa na abiria wawili kule. Wewe ndugu yangu vipi? Kwani abiria mtokana wa kwenu? Abiria sio umekuta hapa anachukua tu yote anayewahi anamchukua abiria au shida ipo wapi? Oya mwanangu wewe unazingua sana. Abiria umempiga honi, abiria kanyosha mkono umefuata honi. Kuna siku nitakuja nikufanye kitu kibaya, hautakuja kuamini mimi nakwambia kweli yani. Sasa wewe ndugu yangu utanifanya nini sasa? Wewe utanifanya nini? Oya mimi ninacho cha kukufanya. Oya. Sikizeni niwaambie kitu kimoja. Haina maana yoyote hapa ya kupigizana kelele. Umeona, kwa sababu si hapa wote tupo kijiweni. Sasa mnagombania abiria. Sisi wanaume wanangu. Hapo ndio tunatafuta riziki, sawa? Kwa hivyo mnavogombana hapa hivi mjue kule tuna familia zetu. Sio ndugu yako anazingua mwanangu. Kwa hiyo tupigeni kazi, sawa wanangu? Masuala ya kelele na nini hapa tuache. Basi sawa ndugu yangu, mimi nishakuelewa ndugu yangu. Majaribu yakisha ya leo yanakuja na kesho, kama dunia na visa nami. Majaribu yakisha ya leo yanakuja na kesho, kama dunia na visa nami. Kama dua naomba, nagoti napiga, ila bado yananiandama. Mola, kosa langu ni lipi hapo? Kama dua. Vipi, umeivisha? Mume wangu, unaniuliza nimeivisha? Umefika tu hapa hata hujanisalimia. Wewe umeingia tu na hasira zako, unakuja tu hapa wewe unachoniuliza ni chakula. Lakini tulivyoshinda huko ndani wewe hujui. Haya, tuambie mume wangu, huko ulipotoka una shida gani tena? Wewe acha tu. Kuna vipengele ambavyo vinatokea huko, mimi mwenyewe sielewi. Kusema na kweli, maisha tunayoishi yananivuruga sana akili yangu. Kila nikitoka kutafuta riziki sipati. Kila nikipambana huku na huku mambo yanakataa. Najiuliza haya maisha tunaishi vipi? Mbona wengine wanaishi maisha mazuri? Tatizo mume wangu, wewe kila siku unaliongeleaga swala hilo moja. Wewe kila siku kwa kusikiliza maneno ya watu huko nje na huko mtaani. Najiuliza huyu mtoto atakuwa kwenye mazingira gani? Maisha magumu sana tunayoishi. Angalia we mwenyewe. Wanawake wenzako wanaenda saluni, wanasuka vizuri, wanapendeza. Vipi wewe? Alafu ndo unasema mimi niwe sawa kweli? Paka najilaumu mimi ni mwanaume wa design gani, au Mwenyezi Mungu kanipangia vipi mimi sielewi yani. Hivi mume wangu, mbona unapenda sana kumkufuru Mungu? Nishtushe kukaa siku nikakwambia kwamba maisha tunayoishi ni magumu ndani? Au nimekuambia mume wangu nataka ile ya kusuka? Au tushai kulala siku njia huko ndani? Cha msingi na matumbo kujaa. Hayo mengine ni ya ziada mume wangu. Kila kitu siku zote huwa kinaendaga taratibu. Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Ulianza kuwa mdogo, unakuwa kidogo kidogo, mpaka sasa umekuwa mkubwa. Usisikilize maneno ya watu ya huko wanavyoongea. Ukisema mume wangu, uishi kama watu wanavyosema, tutaishi maisha magumu sana. Hatutaweza kuendelea popote. Basi sawa mke wangu, mimi nimekuelewa kwa ushauri wako mzuri. Hakika wewe ni mwanamke wa kipekee sana tu. Wenye kuvumilia hali nilionayo kama hii nilionayo mimi. Ni hali ngumu sana. Napitia wakati mgumu sana. Lakini haujanichoka hata siku moja. Tunazidi kuomba Mwenyezi Mungu azidi kutubariki, kutufungulia njia ili tuweze kuishi kama majirani wanavyoishi. One day na sisi tutakuwa kama wale wanaotulingishia. Kikubwa niletee kwanza chakula nile ili nitoke kwenye mihangaiko. Sawa mume wangu, nipe basi dakika 2 kidogo. Kama dua naomba, nagoti napiga, ila bado yananiandama. Mola, kosa langu ni lipi?
mara ngapi? Kuhusu nini mke wangu? Kuhusu mlango. Mara ngapi naongea kuhusu mlango? Kwani unaacha mlango wazi lakini? Mama, nimepigiwa simu ya kazini. Sawa, lakini ndio uache mlango wazi. Kwani usifunge? Ndio shida ambayo imekufanya mpaka usinipokee begi? Hapana. Nena anatoka na tabia yako yenyewe. Unaenda na tabia yako yenyewe. Tukulekana naho. Kama sawa anatoka wapi mpenzi wangu? Lazizi kipenzi changu. Ngoja tu nikuweke vizuri. Uwa mimi bwana sipendi, unajua mimi sipendi mume wangu. Sio hivyo mpenzi wangu. Si unajua nakupenda sana. Achukua begi basi tuongee. Chukua begi tuongee. Sawa mwanangu. Yeye usiongee tena sawa Mke wangu na ndugu yangu Zakayo, nimeweta hapa nayo changamoto kubwa sana. Nadaiwa pesa ndefu sana. Ila mimi nimeona suluhisho ni kukata ile eneo ambalo liko Vikindu. Hekali walau moja. Hiyo tu inanitosha kumaliza na nili hilo deni. Mke wangu. Wewe. Ambemo. Ina maana mimi naongea hapa kwenye kikao muhimu kabisa, unachezea simu unabonyeza hii. Ndio ulichofundishwa? Hapana. Zakayo. Nataka nikate hekali moja kwa ajili ya kukamilisha hilo deni langu. Nataka nilipie, linaninyima usingizi. Kaka, hiyo haiwezekani. Kuhusiana na mirathi tulioachiwa na wazazi wetu, kukata tu eneo wewe mwenyewe kwa kujiamuria kuliuza. Ndugu yangu, mimi nimesema wewe ndio utanisaidia. Tunakata sehemu moja tu. Kidogo tu. Namaliza. Unakata wewe, nikamlilie shida nani? Kaka, nimesema haiwezekani. Zakayo. Dunia inavuta bangi. Mke wangu, dunia inavuta bangi sasa. Shemeji. Uzeni shamba mlipe deni. Unajua kakako atafungwa. Shemeji, hiyo haikuhusu. Kuhusiana na mirathi ya nyumbani kwetu, tena kaa pembeni kabisa. Sawa, kwa uko tayari kakako afungwe? Haikuhusu. Kaa pembeni. We, Zakayo, huyu si shemeji yako? Mke wangu, hebu niletee tu kwanza maji. Majaribu. Zakayo. Majaribu. 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 Ndo kipimo cha akili. Mambo vipi? Fresh. Poa. Fresh, unaniambia? Unajua mwanangu, mimi nilikuwa nakutafuta sana lakini ulikuwa hujai. Kuhusu nini tena? Mwanangu, mimi na taarifa zako. Hizo message unazomtumia mke wangu wewe. Mke wako yupi unaomzungumzia wewe? Message unazotuma kwa mke wangu, nakwambia hivi. Kuna nyakati nitakuja nikufanyia kitu kibaya ambacho utakuja kuamini. Unaelewa sije? Wewe sema mke wako yupi? Unataka kumjua mke wangu? Simu yangu na mke wako inahusiana na nini? Nasema leta simu yako niweke namba ya simu ya mke wangu kama alitokuja kutokea jina. Si una simu na wewe? Kama una simu si inakaa kwenye simu ya mke wako? Hasa kwenye simu yangu natafuta nini? Kuna nyakati nitakuja nikifanya kitu kibaya wewe mwenyewe mpaka wazazi wako hawatakuja kuamini nitakachokuja ukifanya. Wasikia sawa? Kama kupinga na sisi tulishapinga toka kitambo.
Sawa, huwezi kunitisha kwa maneno yako tu hayo. Hivi wewe unanichukuliaje? Wewe unasikia? Wanaume mnagombana sasa hivi kuna wewe unajua mwanangu ananichukulia simple. Sikia bana, usimzingue bana. Kwanza mwanamke gani unamzungumzia wewe? Mimi nakubali. Nakubali mimi. Wanaume gani huo? Nakubali. Wanaume sasa hivi mna. Kamwambia mke wako sio mimi. Nimetoka mbali, lengo nitafute riziki, niwatuze wazazi, ikiwezekana baba na mama yangu, nitunze familia na ndugu zangu niwajalie. Langu. Naam. Samahani kwa kuingilia jambo lenu. Ndio. Mbona mdogo wako mimi simuelewi? Kivipi? Ule sisi umekabidhiwa wewe ndo mkubwa wao? Ndio. Fanya kitu basi kuhusu hizo mali. Kitu gani wakati zile ni mali za familia? Wewe mwenyewe unajua. Na kila mtu ananilia, ana haki yake pale. Na mali zote unazoziona ni za ulisi zile. Sawa, ndio alifikiria kwa hiyo fanya kitu. Uko ndani napika. Sawa. Hello. Sijambo. Mzima? Kuna tukio moja hapa la mauaji. Location ni Mwela pale na Rajani. Majaribu yakiisha ya leo yanakuja na kesho, kama dunia inapita nami. Majaribu yakiisha ya leo yanakuja na kesho. Afande, ndio huyu. Kamata. Kamata afande. Kutoka kituo cha katu chini ya ulinzi.